Wimbi la uhalifu wa kimtandao limeendelea kuibua gumzo kubwa kitaifa, hasa katika kipindi ambacho matumizi ya huduma za kidigitali yanazidi kupaa kila uchao. Jitihada za makusudi zilizochukuliwa zinasaidia kudhibiti uhalifu, ambapo matumizi ya namba maalum za kuripoti yalichangia kwa kiasi kikubwa kupunguza matukio ya ulaghai kutoka visa 23,328 hadi kufikia 9,450. Afu akaambiwa sasa tuma 300,000, baada hapo utakuwa tajiri. Baada hapo ishatuma ile hela, anapiga tena simu kwa mganga kala chocho, unaona? Kwa ni changamoto sana. Mimi ninakosoa namna ambavyo mamlaka zilituambia tusajili line kwa vitambulisho vya NIDA. Itatusaidia kuepukana na mambo kama haya. Mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA wamekuwa wakiwaonya wananchi mara kwa mara kutokujihusisha na matapeli wa mtandaoni, ikiwemo wale wanaosema tuma kwa namba hii ama kukupigia simu wakitaka taarifa zako binafsi. Kulikuwa kuna hoja ya waheshimiwa wajumbe wa kamati kuhusiana na serikali kuongeza jitihada za kupambana na uhalifu wa kimtandao. Kama nilivyosema, nipende tu kusema kwamba tumeendelea kulifanyia kazi swala hili na hadi sasa tuliweza kufungia laini takriban 62,879, lakini vile vile tumeweza kuchukua hatua za kuzuia kufanya usajili wa laini mpya za simu kwa vitambulisho vya taifa takriban laini 60,177 ambazo zilikuwa na viashiria, lakini na zingine zilihusika katika matukio ya utapeli. Lakini sambamba na hilo pia TCRA imeendelea kushirikiana na watoa huduma wetu za mawasiliano ya simu kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusiana na matumizi sahihi na salama ya huduma za mawasiliano. Siku ya leo tumezungumza na wananchi mkoani Arusha kuhusiana na kadhia hii. Nao wameeleza maoni yao, lakini pia ni hatua zipi wangetamani zichukuliwe juu ya matapeli wa kimtandao. Alafu wale jamaa wanatumiaga namba za mtandao fulani. Yani kuna namba za mtandao fulani hivyo wanatumiaga. Nadhani watu wengi wanaelewa. Ukishaona tu namba hiyo unajua sawa ni matapeli. Kwa ukishatuliza akili kihivyo, umempecheki mtu, mwisho wa siku atakwambia sio mimi, labda ni matapeli, au utajikuta au tapeli. Lakini pia watu wengine waache vitu vya urahisi. Nadhani serikali ina haja ya kufuatilia kwa undani zaidi, kuwagundua, kwa sababu hizi namba zipo na kuna polisi wamekuwa wanatuma jumbe kwenye simu zetu kwamba inabidi uepuke utapeli. Matapeli wako wengi sana. Jiepushe na hao matapeli. Kwa ukiwa na shida ya mtandao wa simu fulani, piga namba 100, inaeleweka hiyo. Lakini pia ukitumia message tu kwenye namba hii, unaweza pia ukaripoti. Wengi naona waripoti sasa hivi wamechukulia kawaida, wanapotezea tu. Unajua hawa ni matapeli, wanapotezea. Unaona na utapeli mwingine pia mambo ya waganga. Unaona zile mtazawaambia unataka sui pesa kirahisi, sui jiunge Freemason bila masharti. Unaona naona pia mtu ametapeliwa style hiyo. Afu akaambiwa sasa tuma 300,000, baada hapo utakuwa tajiri. Baada hapo ishatuma ile hela, anapiga tena simu kwa mganga kala chocho, unaona? Kwa ni changamoto sana. Nitapeli. Kwanza nikaanza kumzingua, nikamtukana, nikamwambia mimi sitapelike kwa sababu namba inayopaswa kunitumia Momola ni ya mtandao wangu, lakini sio namba binafsi kama ya kwako. Cha kwanza kabisa mimi ninakosoa namna ambavyo mamlaka zilituambia tusajili line kwa vitambulisho vya NIDA. Itatusaidia kuepukana na mambo kama haya. Lakini tena tangu tuanze kusajili kwa NIDA ndio kabisa matapeli wamekuwa wengi. Cha kwanza mamlaka husika watafakari, wasituambie tufanye jambo fulani kwa lengo la kufikia sehemu fulani afu haiwezekani. Lakini ninachoshauri kwa kuwa mshafikia hapa, basi kuwe na utaratibu mzuri. Wao wenyewe wanafahamu kwamba kitambulisho kimoja hakiwezi kusajili line zaidi ya 3. Au watunge sheria kabisa ambayo inaruhusu mtu mmoja atumie kitambulisho kimoja kusajili line moja. Na ikiwezekana hata sheria nyingine iongezwe kwamba kama wewe ni mtumiaji wa simu, chagua line moja tu, mtandao mmoja tu, kwa sababu kuna mtu ana line 8, ana line 3, ana line mitandao yote iliyoko Tanzania. Sasa kwa nini? Chagua mtandao wako mmoja na uamini, sajili line yake, zingine vunja. Hii itapunguza angalau ama tapeli kuongezeka. Kwa sababu unakuta mtu anaamua kufanya utapeli wa mtandaoni kwa sababu akiona mwenzake amefanya kazi, hajui in a background au nyuma ya pazia na haso kwa namna gani. Na nitoe tu rai yangu kwamba kama serikali au kama mamlaka husika, hususan kwa jeshi letu la polisi, liweze basi kutoa kuchukua hatua za haraka, kwa sababu naamini kuna ile namba ambayo tunaambiwa tutume ya mtandao kwamba ukikutana message i-forward huko. Tuna forward, lakini imekuwa ni mara chache sana tunaona reaction kwamba kuna watu wamekamatwa, lakini
mpaka hivi tunaongea watu wengi sana wanaibiwa. Matapeli wa kimtandao mimi naweza kusema kwamba wanajulikana, kwa sababu zile message wakifuatiliwa wanajulikana, lakini pia wananchi wanaotumia wanadharau, hawarudishi kule kwenye mamlaka inayohusika, mamlaka ya mawasiliano Tanzania, hawatoi ushirikiano wa taarifa. Ni kama vile ambavyo jamii yetu tunaishi watu wema na wahalifu, na tunajuana kabisa. Kuna wakati mtu anajua kabisa kwamba fulani ni mhalifu, lakini hawezi kumfichua. Nikawaambia, lakini mbona mmenipigia kwa namba nyingine sio ya mtandao wa Vodacom, mmenipigia kwa namba ya Airtel? Wakasema hapana, sisi tunapiga kwa namba yoyote ile. Nikawaambia mimi sijawahi kupigiwa na Vodacom kwa kutumia namba ya Airtel. Nilipouliza maswali kama hayo wakanitukana, wakakata simu. Walipokata simu kuna message iliingia. Nilipoiangalia hiyo message ni message ya kuforward. Ni ya kuforward, sio ile ya M-Pesa, kweli ni ya kuforward. Maana ukiangalia hapo juu kuna namba ya simu ya mtu. Matapeli kama hao labda mamlaka zinatakiwa ziwatrack. Namba kama hiyo ikiripotiwa, mamlaka zinatrack, zinajua yuko wapi huyo tapeli ili zimkamate. Ushauri wangu kwa wateja ni kwamba wasiwe wanaziamini hizo message haraka, na pia wakipigiwa simu wao wanauliza maswali kwanza. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.